الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية. والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أما بعد. يقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك: الدعاء min anfa'i al-adwiya. Dua ni katika dawa zenye manufaa zaidi katika maisha ya mwanadamu. Wa huwa aduul balai yudafi'uhu wa yu'alijuhu. Na dua ni adui wa mabalaa yote, huwa yanaondoa. Dua inaondoa mabalaa, lakini pia ni ponyo ya haya mabalaa na ndiyo tiba yake. الدعاء علاج نافع من كل بلاء، ولهذا ينبغي على المسلم أن تعظم عنايته. Dua ni ponyo na ni tiba yenye manufaa zaidi katika kila ugonjwa ambao mwanadamu anaufahamu na katika kila mtihani ambao mwanadamu humfika katika maisha yake. Na kwa sababu hiyo Muislamu anahitajika siku zote katika maisha yake aipe nafasi kubwa sana dua, fi kulli babin min abwabil bala, katika kila janga linalomfika, katika kila balaa linalomfika katika maisha yake. Mtu anapoumwa basi afahamu kwamba dawa kubwa ni dua, kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anapopatwa na mtihani, anapopatwa na jambo lolote katika maisha yake, afahamu kwamba silaha kubwa kwake yeye ni dua, kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa aduul bala, na dua ndiyo adui wa matatizo. Dua ndiyo adui wa matatizo, manake siku zote dua inapiga vita matatizo. Mtu anaposibiwa na matatizo, mitihani mbalimbali, basi anaposhikamana na dua ya kweli kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, ni sababu ya kuyaondoa matatizo. Wa yu'alijuhu, na dua pia inaponya na inaondoa kabisa yale matatizo. Wa yamna'u nuzulahu, lakini dua pia inazuia kuteremka kwa matatizo kwa mmoja wetu. Dua inazuia wewe usifikwe na matatizo. Wayarfa'uhu, lakini dua huweka mbali yale matatizo ambayo ilibidi wewe yakukute katika maisha yako. Au yukhaffifuhu idha nazal, au kuna wakati dua unapoomba basi huwa ni sababu ya kupunguziwa, kupata takhfifu ya lile tatizo ambalo ilibidi wewe likuumize kiasi kikubwa. Walihadha sayati anna ad-du'a yanfa mimma nazal wa mimma lam yanzil. Na kwa sababu hiyo Sheikh ataeleza hapa katika mlango huu kwamba dua huwa ni manufaa, inasaidia katika lile jambo ambalo tayari lishakufika na jambo ambalo halijakufika katika maisha yako. Wa ad-du'a fihi naf'un 'adhimun, lakin bi shuruti ad-du'a wa dhawabitihi allati dalla 'alayha kitabullah wa sunnah. Na dua ni jambo lenye manufaa makubwa sana katika maisha ya Muislamu, lakini kwa zile sharti ambazo zimewekwa za dua lazima uambatane nazo, na vile vigezo vya dua uwe umevitimiza kutoka katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini na yale maelezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa silahul mu'min, na Sheikh anaendelea kusema dua ni silaha ya mu'min, kama rawa al-Hakim fi sahihi min hadithi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ad-du'a silahul mu'mini wa imadud dini wa nurus samawati wal ardh. Ahadith fihi dhaf, baadhi ya hadithi katika kitabu chetu zina udhaifu katika daraja lile la hadith as-sahih. Huenda ukakuta hadithi fulani iko katika daraja fulani, hadithi fulani iko katika daraja fulani, lakin al-ma'na li hadha ash-shahid, maana katika hii dalili ambayo imetajwa hapa na dalili nyingine ambazo huenda tukazisoma, ash-shawahid ala salamati hadha al-ma'na kathira. Dalili hizo huwa zinabebwa na maana katika hadithi nyingine au katika Qur'ani au katika yale mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo huwa zina support maana hizi hadithi ambazo tunazisoma katika kitabu chetu. Kwa hiyo hapa Mtume sallallahu anasema dua ni silaha ya mu'min, lakini ndio nguzo ya dini,
lakini pia ni nuru ya mbingu na ardhi. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam vile vile anasema inma tunsaruna wa turzaquna bidhafaikum biduaihim wa ikhlasihim. Siku zote sisi waja huwa mara nyingi tunanusurika na tunaruzukiwa sisi na zile dua za wale watu ambao tunaona ni madhaifu katika maisha yao, kwa ikhlasi yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مقامات الدعاء مع البلاء، hali za dua wakati wa mitihani. Walahu maa albalai 3 maqamat, dua ina hali 3 katika ile mitihani katika maisha yetu. Ahaduha, hali ya kwanza, an yakuna aqwa min albalai fayadfa'uhu, dua iwe ina nguvu kuliko ule mtihani ambao umeshuka kwa mmoja wetu, basi dua hiyo inapokuwa na nguvu inaondoa tu ule mtihani. Hii ni hali ya kwanza, quwwatu ad-du'a min quwwati iltizami ad-da'i bi shuruti ad-du'a, na hili hutimia kutokana na ile nguvu ya ile dua kufuata vile vigezo na zile sharti za dua, lakini na kufuata ile taratibu na adabu za kuomba dua. Lianna ad-du'a yaktasibu al-quwwa min al-yaqin, kwa sababu dua siku zote inapata nguvu kutokana na yaqini ya yule muombaji, wathiqa wa adam istijal al-ijaba, na kule kuamini kwamba mimi nitajibiwa, lakini na kule kutoharakiza kwamba lazima mimi nitapata jawabu langu kesho kutwa. Waljazmu fi du'a, na unaomba kwa kukata moja kwa moja kwamba ya Rabbi, hili jambo nataraji ya Rabbi kwa uwezo wako unijibu. Dua hiyo inakuwa katika hali hiyo. Fakullama kanat hadhihi dhawabit mujtami'a, unapokuta hivi vigezo vyote vimekusanyika katika dua, kana dua aqwa, wakati huo dua itakuwa ina nguvu sana katika kujibiwa. Lihadha sayati fi faslin qaribin addu umurin kathira fi annaha idha ijtama'at fi ad-du'a fa innahu la yakadu yuraddu wa huwa faslun nafisun lilghaya. Tutasoma hapa somo mbeleni kidogo inshallah. Katika kitabu chetu tutaeleza zile baadhi ya sababu ambazo ni dhawabit, ndio vigezo vya sisi kujibiwa dua, na dua wakati huo inapata nguvu. Lakini hali ya pili, ayakuna adhafa min albala fayaqwa alayhi albala, dua inakuwa ni dhaifu kuliko lile tatizo linakuwa lina nguvu zaidi. Fayaqwa alayhi albala, dua inapokuwa katika hali hii unakuta kwamba lile tatizo linaishinda ile dua. Fayusaba bihi alabdu, unakuta mtu sasa anapata na lile tatizo, walakin qad yukhaffifu, lakini ile dua si kwamba haina athari moja kwa moja, hata kama inakuwa ni dhaifu inakhafifisha ule mtihani unaomfika mmoja wetu, wa in kana dhaifa, hata kama dua itakuwa ni dhaifu. Wadhaifu fi du'a bidhafi iltizami almar'i bi shuruti ad-du'a, vile vile udhaifu unapatikana kwa kule kutolazimiana huyu mja anayeomba na zile sharti za dua. Fayaqwa alayhi albala fayusabu bihi alabdu, ndio unakuta ule mtihani unakuwa ni mkubwa kwake kutokana na tatizo alilonalo. Ule mtihani unakuwa unamwangusha au humpa yeye nafuu ile dua aliyoiomba kupitia ule mtihani wake. هذا حال الثاني. وأما الثالث أن يتقاوم, hali ya tatu ya dua inapokutana na mtihani huwa vinashindana. Dua inakuwa ina uzito wake, lakini na mtihani pia una uzito kiasi fulani. Wayamna kullu wahidin minhuma sahibahu, na kila kimoja kinamvuta, yani dua inavutana na ule mtihani na mtihani unavutana na dua. Waqad rawa al-Hakim fi sahihi min hadithi Aisha radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, aipokea mama Aisha radhiyallahu anha anasema aliwahi kuniambia mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yughni hadharun min qadarin wad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil wa innal bala'i la yanzilu fayalqahu ad-du'a faya'talijani ila yawm al-qiyamah. Mama Aisha anasema la yughni hadharun min qadar, haitoshelezi tahadhari kunako qadari siku zote. Wa du'a yanfa'u mimma nazal, na dua huwa ina manfaa kwa lile jambo ambalo tayari lishakufika. Wa mimma lam yanzil, na jambo ambalo bado halijakufika. قوله لا يغني حذر من قدر، شيخ عبد الرزاق عبد المحسن العبادي البدري حفظه الله تعالى asema katika kueleza maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ay mahma kana hadharu almar'i,
Anasema vyovyote itakavyokuwa tahadhari ya mmoja wetu, watawaqii, na vile anavyojilinda katika maisha yake, wajaa alqadar, lakini ikaja qadar yeye apate mtihani fulani, fala budda yaqa, lazima huo mtihani umfike. Lakin la yani hadha ta'dilu al-asbab, hili halionyeshi kwamba watu tusifanye sababu katika maisha yetu, wa adam fi'liha, na wala tusifanye mambo ambayo yatatuweka sisi mbali na matatizo, bali al-insan matlubun minhu an yabdula al-asbab allati takunu biha afiyatuhu wa salamatuhu, bali mwanadamu siku zote anatakiwa afanye zile sababu ambazo zitamweka yeye mbali na mitihani na kulinda ile afya yake na usalama wake. Wa min a'zami dhalika ad-du'a as-sadiq wal ilha, na miongoni mwa mambo ambayo ni sababu za kuepukana na mitihani ni dua ya kweli na kule kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara akuepushe na mitihani, wa husni lujuu ilayhi, na kufanya vizuri kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo. Kwa hiyo la yughni hadharun min qadar, tahadhari haiondoi qadar, wa du'a yanfa, lakini dua ina manufaa, na hili litaelezwa katika hadithi inayofuata biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Dua ina manufaa katika jambo ambalo lishakufika, lakini katika jambo ambalo bado halijakufika katika maisha yako. Wa inna min albala, na kwa hakika kuna aina ya mitihani, ndio hii hali ya tatu ambayo tumeieleza. Fayalqahu ad-du'a, kuna majanga yanakufika yanakutana na dua. Janga lishakufika, lakini na wewe unajitahidi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akuondoshee janga hilo. Fayatalijani, sasa unakuta dua inashindana na lile tatizo ila yaumil qiyama, unakuta sasa vinashindana mpaka kimoja kinashinda jingine. Kama kadari yako ikufike moja kwa moja, basi jambo litakufika, lakini kabla kadari yako isikufike, basi haliwezi kukufika. Wa fi aidha, na vile vile katika mlango huu kuna hadithi nyingine ya Ibn Umar an nabii sallallahu alayhi wasallam qala ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil fa alaykum ibadallahi bid-du'a. Vyovyote itakavyokuwa, hapa tunahimizwa sisi kwamba sisi waja wa Allah tunatakiwa tulazimiane na dua katika maisha yetu yote. Wa qawluhu mimma nazal, tunaposema kwamba dua ina manufaa katika jambo ambalo tayari lishamfika mmoja wetu, tunakusudia lile balaa ambalo tayari mmoja wetu ashasibiwa nalo, ashapatwa nalo, manake ana mtihani wa jambo fulani. Faddu'a yanfa min hadha wa hadha, dua inakuwa ina manufaa kwa jambo ambalo tayari lishakufika, na pia ina manufaa kwa jambo ambalo wewe halijakufika. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratul Isra, qul da'u alladhina za'amtum min dunihi fala tamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila. Sema Muhammad kuambia wale ambao za'amtum min dunihi, mnao dhania na kuwaomba kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wao hawamiliki kashfa ad-durri, kuondoa matatizo hawawezi. Ay la yamlikuna kashfa idha nazal, hawawezi wao kuyaondoa matatizo yanapomfika mmoja wetu. Wala yamlikuna tahwilahu idha lam yanzil, na wala hawawezi kubadilisha matatizo pale yatakapokuwa kwamba yasha. La yamlikuna tahwilahu idha lam yanzil, kwamba tatizo linakuja, yani eti hawa ambao tunawaomba kinyume na Allah hawezi kulibadilisha lisikufike wewe, limfike mtu mwingine. Hakuna mwenye uwezo huu, hakuna mwenye uwezo huu. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuhimiza zaidi kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu dua inabadilisha ule mwelekeo wa qadar, na hili tutalifahamu katika hadithi inayofuata. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ambayo imepokelewa na Tha'ban ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala la yaruddu al-qadara illa ad-du'a, hakuna kinachobadilisha na kurejesha qadar isipokuwa dua peke yake. Wala yazidu fil umri illa al-birru wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqa bi-dhanbi yusibuhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yaruddu al-qadara illa ad-du'a, hakuna kinachorejesha qadar isipokuwa dua peke yake. Laysa maana al-hadith, maksudio ya hadithi anna al-maktuba fi al-lawh al-mahfudh yaruddu ad-du'a, kwamba kilichoandikwa katika lawh al-mahfudh kinaondolewa na dua. Hapana, haya sio maksudio. Wa innama al-ma'na anna min al-qadari ay yakuna kutiba nuzul bala, katika qadar huwa inaandikwa kwamba fulani atateremkiwa na mtihani, atafikwa na mtihani. Wa kutiba annahu yukshafu biddu'a, lakini pale pale huwa kunaandikwa kwamba huu mtihani unaondoka
huyo mja atakapoomba dua. Kwa hiyo kadari ya dua inakuwepo na kadari ya mtihani unakuwepo. Wakati ambapo mja ataacha kutumia hii sababu ambayo pia iko katika lauhi al-mahfudh, ni kadari yake kuondoa huo mtihani, ikawa hakuomba dua, basi ule mtihani utamdhuru yeye katika maisha yake na utamfika kama haujamfika. Lakini itakapokuwa umemfika ule mtihani, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa katika kadari kwamba ule mtihani kashfuhu, kule kuondoa kwake ni kuomba dua, basi ule mtihani utaondoka. Kwa hiyo ndio maana tunasema Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna kinachorejesha qadar isipokuwa dua, kwa maana dua pia min jumlati aqdarillah, ni katika sehemu ya hizi qadari za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo almaana anna min alqadar an yakuna kutiba nuzul bala'in wa kutiba annahu yukshafu bidua, huwa unaandikwa mtihani katika lawhi almahfudh, na vile vile huandikwa kwamba mtihani huu sababu ya kuondoka kwake ni dua. Kwa hiyo mwanadamu atakapoomba dua, basi itakuwa ni sababu ya kuondoa huu mtihani. Fayakunu almaana, maana yake sasa inakuwa anna Allah qaddara sabab wal musabbab, Allah amekadiria sababu na kile kinachopelekea kuondoka lile tatizo. Maana yake tatizo, lakini na kinachoondoa lile tatizo pia kimekadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qaddara al-asbaba wal musabbibat, Allah amekadiria tatizo, lakini na vile vile amekadiria kile kinachoondoa tatizo katika lauhi al-mahfudh. Fahadha biqadar wa hadha biqadar. Kwa hiyo utakuta kwamba hili tatizo ni qadari ambayo imeandikwa, lakini na huku kuliondoa ile tatizo kupitia dua pia ni qadari ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiandika. Fayalamu anna ad-du'a min al-qadar. Kwa hiyo mwanadamu anatakiwa atambue kwamba dua pia ni katika min jumlatil qadar, ni katika sehemu ya qadar. Wa min al-akhta' ash-shai'a, Sheikh Abdul Razzaq Abdul Muhsin al-Abbadi al-Badri yasema katika makosa ambayo yameenea sana inda baadhi nasi, kwa baadhi ya watu, kule kusema Allahumma inna la nas'aluka radd al-qada. Allah, mtu anapoomba anasema Allah, mimi sikuombi kuniondolea kile ulichokipanga. Tumefahamiana sikuombi kuniondolea au kurudisha kile ulichokikadiria kwangu, lakin nas'aluka al-lutfa fihi, lakini tunakuomba upole, takhfifu katika kile ambacho ya Rabbi umetukadiria katika maisha yetu. Huyu au watu wa aina hii wanamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kuwekewa takhfifu kutokana na ile mitihani ambayo inawajia, wakati kuna uwezekano wa wao kumwomba Allah aondoe kabisa yale matatizo. Kwa hiyo hizi ni katika dua ambazo ni makosa Muislamu kuomba aina ya mfano wa dua hii. Unamwomba Allah, Allahumma inna nas'aluka radd al-qada. Allah, sisi tunakuomba ya Rabbi, yani la nas'aluka radd al-qada, hatukuombi utuondolee ile mitihani uliyotupangia, lakini tunakuomba takhfifu katika hii mitihani. Hili ni kosa ambalo wengi wetu tunalifanya. Unapomwomba Allah, muombe Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja akuondolee makosa, kwa sababu ad-du'a yaruddu al-qadar, dua inarejesha na kuondoa ile qadar. Na ndio mfumo ambao waliutumia wema waliotangulia katika maisha yao. Aisha radhiyallahu anha, mama wa waumini, huyu alikuwa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwambia, ya Rabbi, nakuomba antaj'ala kulla qada'in qadaytahu li khaira, jalie kila kile ulichokikadiria kwangu kijalie kiwe cha khairi. Maana kama ni mtihani, ya Rabbi, niondoshe mtihani huo. Kwa hiyo Muislamu siku zote atakiwa umuombe Allah subhanahu wa ta'ala akujalie khairi katika maisha yako na kuondolee mitihani. Lakini kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya dua ambayo imetangulia, ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametukataza sisi kuomba dua ya udwan, dua ya uadui, dua ya kuamini kwamba maradhi haya yatakuja tutake tusitake. Hata kama mtu una uwezo wa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aondoe moja kwa moja, hili ni katika kosa ambalo tunalifanya wengi wetu. Kwa hiyo unapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala, muombe Allah ajalie kadari ya mambo yako yote katika maisha yako iwe ni ya khairi, na Allah subhanahu wa ta'ala akupe umri wenye baraka na wewe katika maisha yako, na akuondolee matatizo moja kwa moja. Lakini pia anaendelea kusema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Thawban, wala yazidu fil umri illa albirru, na wala umri hauzidi isipokuwa kwa wema. Yani mtu unapokuwa mwema, basi ni sababu ya wewe kuongeza sehemu ya umri wako. Vipi hili?
wakati tayari tunaambiwa kwamba umri wa mmoja wetu ni qadari ambayo ishaandikwa katika Lauhul Mahfudh kwamba fulani ataishi miaka 40 na fulani ataishi miaka 60. Vipi tunaambiwa kwamba wema ni sababu ya kuzidishiwa sehemu katika umri wa mwanadamu? Albirru alladhi yazidu fil umr, wema unaokusudiwa ambao ni sababu ya kuzidisha umri, huwa aidan min jumlati almaktub, ni katika qadari ambayo ishaandikwa katika Lauhul Mahfudh, maktubun anna umrahu kadha, kila mtu umeandikwa umri wake kwamba huyu ataishi miaka kadhaa. Wa annahu bilbirri, na huyu akiwa atashikamana na maisha mazuri ya wema, akiishi vizuri, yakunu umruhu kadha, umri wake utakuwa kadha. Kwa hiyo utakapofanya hii sababu, basi fahamu kwamba hii sababu itakutengenezea hili ambalo wewe pia umekadiriwa katika maisha yako. Ukiishi katika hali ya wema, basi fahamu ni sababu ya kuzidisha sehemu katika umri wako. Fal kitabu alladhi huwa Lauhul Mahfudh kutiba fihi kullu ma huwa kain. Lauhul Mahfudh, kitabu ambacho ni tasjili, kila mmoja wetu ameandikiwa, basi kimeandikwa kila kitu, min al-asbab wal musabbibat, sababu imeandikwa pale, na kile ambacho kinasababisha jambo jingine pia kimeandikwa pale. Kwa hiyo utakapofanya wema katika maisha yako, basi ni sababu ya kuongeza sehemu katika umri wako, kwa sababu hii ni qadar, wa hadha aidan qadarun min Allah subhanahu wa ta'ala, wal a'malu wan nataij wal af'al wal adhar kullu hadhihi maktubatun fi al-lawh al-mahfudh. Haya yote yameandikwa katika Lauh al-Mahfudh kwamba mmoja wetu ataishi miaka 40, lakini miaka yake yote yatakapoishi kulazimiana na uchamungu na wema, basi anaweza akaongeza umri wake kutokana na hili ambalo atalifanya katika maisha yake, ikawa ni sababu yeye kupata baraka ya umri wake ule ukaongezwa. Wa inna ar-rajula la yuhramu rizqa, na kuna wakati mmoja wetu ananyimwa yeye riziki, anaharamishiwa yeye riziki bidhambi, kutokana na dhambi yusibuhu, ambayo yeye anaifanya dhambi hiyo. Kwa hiyo dhambi pia ni katika sababu za kuharamishiwa riziki. Mtu anapopatwa na janga fulani la dhambi, basi ni sababu ya yeye kuharamishiwa kupata riziki yake. Ili pia tulifahamu. Kuna wakati tunafahamu kwamba riziki kila mmoja Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika Qur'ani kwamba wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kwa hiyo kila mmoja anafahamu kwamba ana riziki yake, sio? Na hata kufa mmoja wetu isipokuwa baada ya kukamilisha riziki yake. Lakini imeandikwa kwamba hii riziki ya mja fulani, lakini riziki hii ataikosa pindi atakapofanya dhambi. Kwa hiyo unapoiendea hii sababu, basi ni sababu ya kujiharamishia hii riziki. Hadha maktubun fi al-lawhil mahfudh wa hadha maktubun fi lawhil mahfudh. Hili limeandikwa na hili pia limeandikwa. Hii ni sababu itakao kufanya wewe ulifikie hili, na hii ni sababu itakao kufanya wewe usilifikie hili. Hadha qadarun wa hadha qadar. Hii ni qadar, lakini na hii pia ni qadar katika maisha yako. Hadha huwa almuradu bi hadhihi alahadith. Haya ndio makusudio ya hizi hadithi. Kwa hiyo lidua 3 maqamat ma'a albala. Dua ina hali 3 wakati mtu anapofikwa na mitihani. Imma dua yake iwe na nguvu zaidi kuliko ule mtihani, fayaqwa ala hadha albala, dua ile iwe imeshinda ule mtihani. Lakini kuna wakati unakuta kwamba dua inakuwa ni dhaifu kuliko bala, mtihani unakuwa ni mkubwa, fayaqwa alayhi albala, unakuta ule mtihani unashinda ile dua, kwa sababu ambazo tumezieleza. Lakini kuna wakati vinafanana. Kwa hiyo ndio tumeeleza mwisho katika kitabu, shekhe ameweka ufafanuzi kwamba kuna wakati unaweza ukafikwa na janga, lakini hili janga tayari lishapangiwa likofike, lakini kwa sababu ya dua una uwezo wa kuja kuliondoa. Kwa hiyo unakuta vinakinzana. Unapofanikiwa kumwomba Allah na Allah akaweka istijaba, ni sababu ya kuondoa mtihani wako, lakini ni sababu pia unaposhikamana na wema kuongezewa sehemu katika umri wako. Lakini dhambi unazozifanya huenda ikawa ni sababu ya kunyimwa wewe riziki zako katika maisha yako. وبهذا نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية.